Tukio hili limetokea tarehe 1 Aprili 2026 siku ya 5, na anayeripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebaba. Ilikuwa ni hali ya sintofahamu iliyojitokeza wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro baada ya kikao cha hadhara cha wananchi wa kijiji cha Lang'ata Bora wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro kilichotarajiwa kufanyika siku ya Jumatano saa 8 mchana kuahirishwa ghafla mara baada ya wananchi kufikishiwa taarifa kwamba mkuu wa wilaya ya Mwanga Birukia Zuberi amepiga marufuku wananchi kukusanyika na kujadili swala la mgogoro wa ardhi kati ya kijiji hicho na serikali. Baada ya kusikia miongoni mwa ajenda zilizopangwa kujadiliwa na wananchi hao ni mgogoro wa ardhi uliopo kati ya wanakijiji hao wa kijiji cha Lang'ata Bora pamoja na kijiji cha Kagongo, kwa pamoja wakilalamikia taasisi mojawapo ya jeshi ambayo imeweka alama za mipaka katika maeneo ya vijiji vyao, hasa katika maeneo yanayotegemewa na wanakijiji hao kwa ajili ya malisho ya mifugo yao. Zuio hilo lilitolewa na mkuu wa wilaya huyo mara baada ya kusikia kuwa kuna waandishi wa habari watafika na kuwa sehemu ya mkutano huo kwa ajili ya kuripoti mgogoro huo. Yeye akaamuru wananchi waondoke na akaeleza kwamba waandishi wa habari watakaofika katika kijiji hicho watakamatwa pamoja na wale watakaowapa waandishi hao ushirikiano. Polisi wakaonekana wakiwa wameshafika katika kijiji hicho wakiwa na gari ya doria maarufu kama patrol, na taarifa zikafikishwa kwa waandishi wa habari kupitia njia ya simu. Ngoja nikupigie ufahamu mazingira hayo yamekuwa mazito hapa. Mkuu wa wilaya ndo anasema atakamata waandishi wote watakapopo hapa. Yoyote atakaye kuja hapa na atakayeongea na mtu yoyote, na huyo atakayeongea. Kwani waandishi wa habari kuripoti habari ya malalamiko ya mgogoro ya wanakijiji wanazuiliwa? Sasa amekataa, amesema tusite, amekataa kabisa, akasema sitaki kusikia hicho kitu, na yoyote atakayezungumza katika hicho kijiji tutamkamata, atakwenda kujieleza kwamba serikali imeshindwa nini. Wananchi katika kijiji cha Lang'ata B kwa hofu waliondoka na kutawanyika, huku askari polisi wakibakia katika maeneo hayo kwa ajili ya kudhibiti mkutano huo usifanyike. Waandishi wa habari kwa ujasiri walienda katika kijiji kingine ambacho pia kina ajenda sawasawa na hiyo, japo siku hiyo kulikuwa hakuna mkutano, katika kijiji cha Kagongo. Na baada ya kufika wakaanza kuzungumza na viongozi wa kijiji hicho ambao waliwakuta katika ofisi ya kijiji, ambao nao kutokana na hofu ambayo tayari ilishasambazwa juu ya katazo la mkuu wa wilaya walikubali kuzungumza, lakini wakiweka tahadhari ya kutokutajwa majina yao na vyeo vyao, lakini pia kutokurekodiwa kwa picha. Hapa wanakiri kwamba kuna mgogoro huo. Mwaka juzi mbunge mkuu wa wilaya na halmashauri kwa ujumla niseme walikuja na wanajeshi kutoka Dodoma kama 5 hivi, kusema kwamba wanahitaji kuchukua maeneo ya ukanda huo Lang'ata Kagongo na Lang'ata Bora kwa ajili ya matumizi ya jeshi. Na katika mazungumzo ambayo tulikuwa tumezungumza pale, walikuwa wanahitaji ekari 2,000. Yaani Lang'ata Kagongo 1,000 na Lang'ata Bora 1,000. Na maeneo walishaelekeza, ukikata hii barabara kama unapita barabara hii kuna vibao viko pale njiani. Eneo hili watachukua mbala upande wa Kagongo na kuvuka drift lile, kwenye drift kama mmetokea Bora. Na drift liko pale. Eneo la pale juu watalichukua. Kwa hiyo 1,000 kule 1,000. Baada ya yale mazungumzo tukakabidhiwa barua ambayo imetoka kwa rasi. Inaagiza kwamba hao wanachukua maeneo. Lakini hatukaa kikao. Tumeitiwa kule polini kule. Tunapewa maelekezo haya. Na kule mliitwa watu viongozi au wananchi? Tuliitwa viongozi. Mwenyekiti wa kijiji, wenye vitu wa vijiji vyote viwili na diwani. Na watendaji wa vijiji. Tulipofika kule wakawa wamesema wanachukua ekari hizo. Lakini tulipokuja kuwaeleza wananchi
hawakuwa na maneno kuhusiana na hizo ekari 1000 huko 1000 huko. Awamu ya pili tuliitwa tena kule polini huko. Walikuja askari waliongezeka tena wakawa kama 10 na mwenyeji wao wote kama nilivyozungumza awali. Na wanavyowaita nini katika namna gani? Kwa nini hawaji? Wanasema kwamba sisi kwanza hatuna haja kukaa kikao na mtu. Maelekezo, amri. Lakini la pili, sisi tumewaita ili mshuhudie maeneo tunayochukua, ili mkawaeleze wananchi wenu hatujawaita kwamba tunaomba. Ingekuwa kuomba tungekuja. Sasa baadaye sisi tumeondoka huku nyuma, wakabadilisha mwelekeo sasa. Wakarusha na drone zao, wakachora michoro, wamebadilisha sasa sehemu wanayohitaji kuchukua. Na wakati ule mnasema hizo documents zilikuwa zinaonyesha hizo hekta 2000 ama walikopo tu wanawapa sehemu na saini bila kusoma yale? Hakuna sehemu zile saini. Okay, mnaongea tu mnaondoka. Ni maongezi tu ya kuongea na kuondoka. Wakarusha hivi. Sasa siku ya mwisho wanakuja wao walipojitambulisha, mkubwa wao alisema kwamba mimi ni mpimaji wa ardhi za jeshi Tanzania nzima. Alikuja na askari kama 2 na mwenyewe 3 na Migambo amekuja na beacon. Kwa hiyo tumewaita hapa kijiji cha Kagongo, mtaenda na huyu na beacon hizi. Kijiji cha Lang'atabora mtaenda na huyu na beacon hivi. Hakuna. Sasa tunaendaje? Naambia hapa kuna siasa. Tumesema muende mkashuhudie. Tukaenda. Sasa mabadiliko yaliyofanyika ni ekari karibu 6000 upande mmoja na huko 12,000. Yaani wameanzia mwanzo wa mipaka wa kijiji kingine huko mpaka mwisho yani kijiji hiki cha Kagongo na kijiji cha Bora kimeunganishwa. Kuna kijiji kingine kule mbele kinaitwa Andeni, ndio mwisho kule. Hiyo 2000 ngapi? 2025. Kwa hiyo ni miaka 5. Baada hapo mkaanza kuambia mbona tulikubaliana 2000? Mbona tulikubaliana ekari 1000? Tukaanza kufuatilia. Tumeenda kwa mkuu kwa mwenyekiti wa chama wilaya. Lakini juzi tulikutana katibu mkuu wa wilaya, wenye viti wote, kila mtu anazungumza changamoto zake. Mimi nilizungumza moja ya changamoto ni hiyo ya kuhusiana na ardhi iliyochukuliwa na jeshi, ambayo sasa yani imekaribia kule kwenye nyumba hizo. Imesogea, tumesogea biko ni ya mwisho kwa. Hizo biko ndio zinaweka sasa hivi ama zilikuwepo tangu hapo? Hizo hazikuwepo. Wameweka mwaka gani? Mwaka jana hizo. Baada ya kurudi awamu ya pili sasa. Kwa hiyo sasa tukazungumza hizo changamoto na mkuu wa wilaya akasema anazishughulikia. Kumbe kulikuwa na waziri mkuu anapita hizi. Sijapata mawasiliano na uzuri, katibu tarafa amekuja, sijajua kwamba anajishughulia. Huyo hapo. Kwa hiyo kikubwa ambacho nyinyi mnakihitaji ni nini? Eneo lenu warudi kwenye makubaliano ya awali ambayo yalikuwa hayana shida, ama hizi hekari 4000 zilizoongezeka mpewe fidia? Sisi tulikuwa tunahitaji turudi kwenye makubaliano ya awali. Hekari 1000 huko 1000 kule. Kwa hiyo baada ya kuja kufika pale ndo akatuambia sasa waambieni wananchi wenu. Maana huko watu wanakataga kuni chini. Kaambia hizo shughuli za kuni, kaambia waache. Basi mtu atakula kuni kama mua. Mpaka uishi. Kwa hiyo akatuambia pia tunajua tunawafikiaje. Kwa kipindi ambacho situpo kule, hichi kipindi ambacho tu waambie wasiingie. Maana sisi hatujaja kuua watu. Kwa kuna vitu vyetu tumeweka huko, sije katokea ukasikia mtu hapo, mara mtu kapasia tunaizo. Kwa hiyo waambieni tu wafugaji wasiingie. Sasa na eneo ambalo wamelichukua kiukweli kwa wafugaji ni changamoto kubwa sana. Ndio kwa tegemea. Wana maboma kule, unajua Wamasai wanakaza polisi. Wana maboma yao huko ndani ambapo wamechukua eneo la jeshi. Huko wanatakiwa waondoke kule. Wanatakiwa waondoke. Haparuhusiwi.
Mkuu wa wilaya kwa nini huwa anafanya vikao na viongozi, na kama anafanya analijua hili swala, yeye anazungumza nini? Mkuu wa wilaya kama kiuhalisia, mkuu wa wilaya kama analikwepa hili jambo, kama anahisi hana uwezo nalo. Unajua sisi tunapokimbilia kwa mkuu wa wilaya tunaamini kabisa kwamba ni mahali ambapo anaweza kusaidia. Sasa unafika mahali ambapo kuna msaada, ndio ile mtu anakatika. Anatukimbia hivi. Natoa ushirikiano. Sijapata mawasiliano uzuri katibu tarafa amekuja, sijajua kwamba ana issue gani. Huyo hapo. Hao wanaendelea na mahojiano hayo. Pikipiki moja iliingia na kupaki ikiwa imempakia mwanamama mmoja ambaye waandishi wa habari walitambulishwa kwamba huyo ni katibu tarafa. Mara baada ya kushuka, alienda eneo ambalo walikopo na waandishi hao wa habari na kueleza kwamba anawahitaji viongozi hao ofisini kwake. Mahojiano yakakatizwa kwa muda kwa ahadi kwamba wangerejea viongozi hao. Mara baada ya kuingia ndani ya ofisi ya katibu tarafa, kwa mbali sauti zilisikika ambazo waandishi walizisikia. Katibu tarafa akieleza kwamba ni maelekezo ya mkuu wa wilaya hao waandishi wasipewe ushirikiano na wanatafutwa na jeshi la polisi ili wakamatwe wapelekwe mbele ya kikao cha kamati ya ulinzi na usalama, wahojiwe wamefikaje hapo katika vijiji vyao. Na yeye ametoka katika kijiji cha Lang'ata B ambapo kulikuwa kuna mkutano umeahirishwa na kuna askari ambao wanawasaka waandishi hao wa habari. Baada ya kusikia hivyo, waandishi wa habari walienda katika ofisi hiyo na kueleza wale viongozi kwamba tunaona mmezuiwa kuzungumza, basi sisi tunaenda na tutapita ofisini kwa mkuu wa wilaya kwenda kujua ni kwa nini hataki swala hili lizungumzwe mahali popote. Waandishi hao wa habari wakaondoka moja kwa moja hadi Mwanga mjini, na kituo chao cha kwanza kikawa katika ofisi ya mkuu wa wilaya ya Mwanga Birukia. Na baada ya kufika wakamkuta msaidizi wake nje ya ofisi, ambapo alieleza kwamba kama hawana appointment hiyo siku ya Jumatano, basi warudi kumuona mheshimiwa huyo mkuu wa wilaya siku ya Jumanne ofisini kwake. Yani siku ya Alhamis hatakuwa ofisini, siku ya Ijumaa japo ni siku ya kazi hatakuwa ofisini, na siku ya Jumatatu pia hatakuwa ofisini. Kwa hiyo hata mtu ambaye hana appointment naye basi amuone siku ya Jumanne, lakini kama una appointment basi unaweza ukasubiri akakusikiliza. Waandishi hao wakajitambulisha na kueleza kwamba wao ni waandishi wa habari na mkuu wa wilaya ana taarifa zao. Basi kijana huyo akaeleza kwamba wasubiri, ngoja aende akamwambie. Baada ya muda alirejea akasema kwamba amesema waingie katika ofisi yake, lakini waache vifaa vyote ikiwemo simu, kwa kuwa wanaingia kwenye ofisi ambayo kikao cha kamati ya ulinzi na usalama inaendelea na wao sio wajumbe. Bila kubisha, waandishi hao wa habari wakakabidhisha vifaa vyao vyote vya kazi ikiwemo pia vya mawasiliano hayo ya simu. Na walipoingia ndani, yule kijana aliwapokea akawa anaingia na viti kwa ajili ya kuongeza idadi ili wakae, kwa sababu wale waandishi walivyoingia walikuta kuna wajumbe kama 6 hivi na viti vilikuwa tayari vyote vimekaliwa. Mkuu wa wilaya Birukia akasema hapana, hawa hawapaswi kukaa, maana hawa ni watuhumiwa, tena wasimame huku mbele tuwaone vizuri. Baada yule kijana kuondoka ambaye alileta viti, akaanza kuhoji, nyinyi wakina nani na mmekuja kufanya nini katika wilaya yangu? Mzee mmoja alikuwa miongoni mwa wale waandishi wa habari akaeleza kwamba sisi ni waandishi wa habari na tumekuja kwa ajili ya kufuatilia mgogoro wa ardhi unaohusisha vijiji viwili vya Tabora pamoja na Kagongo. Basi mkuu wa wilaya akasema ni nani aliyowaita? Yule mzee ambaye kidogo ni wa makamo miongoni mwa wale waandishi wa habari 4 alieleza kwamba sisi tumepigiwa simu kutokea ofisini kwetu baada ya wananchi hao kulalamika kwamba wana mgogoro kati yao na serikali na ni mgogoro unaofahamika, hivyo walikuwa wanatamani kupaza sauti ili ngazi za juu ufahamu zaidi huo mgogoro na utatuliwe kwa haraka. Mkuu wa wilaya akawatazama waandishi hao akaambia, ni kwa nini mmefika bila kutoa taarifa katika ofisi yangu? Na je, mnawezaje kwenda sehemu na mkafanya shughuli bila kujitambulisha ni nyinyi ni wakina nani? Miongoni mwa wale waandishi wa habari 4 kulikuwa kuna mwandishi mmoja kijana akajibu kwamba sisi ni waandishi wa habari ambao tunafanya kazi kwa mujibu wa sheria za kazi kupitia sheria ya haki za binadamu. Miongoni mwa sheria muhimu zaidi ni ile inayoruhusu mtu kufanya kazi, na kazi yetu tumeifanya kwa uweledi kwa kuwa huwa hatupaswi kuomba ruhusa wala kujitambulisha katika taasisi yoyote tunapoenda kutekeleza majukumu yetu. Tunaanza kwa wale ambao
wana changamoto au kwenye changamoto ambayo sisi tumekwisha kuelezwa, na baada ya hapo ndio huwa tunazifuata mamlaka kwa ajili ya kupata ufafanuzi juu ya ile changamoto, ikiwa wametuhumiwa ama kuna maelezo ya kuikamilisha habari hiyo. Mkuu wa wilaya akiwakazia macho waandishi hao wa habari akaeleza kwamba hamna lolote zaidi ya umbea tu. Waandishi wanaokuja kwa spidi kama ya kwenu kwa kukurupuka mara nyingi huwa wanakuja kuripoti umbea tu. Mlishindwa nini kupita katika ofisi yangu kama ambavyo mmefanya hivi sasa? Moja kati ya waandishi wale 4 naye akaingilia kati akaeleza kwamba tumekuja kwenye ofisi yako muda huu kwa sababu kubwa 2. Kwanza ni kujua ni kwa sababu gani umetoa order tukamatwe na tusitekeleze majukumu yetu, na kwa nini pia umezuia mkutano wa hadhara katika kijiji cha Lang'ata B. Mkuu wa wilaya huyo bila kukanusha kwamba ameagiza waandishi wa habari wakamatwe, alichoeleza ni kwamba anafahamu kwamba ujio wa waandishi kwa namna hiyo huwa ni ujio wa shari usiokuwa na heri. Lakini pia swala la migogoro, ni kweli mgogoro huo upo na kuna migogoro mingine mingi, na nchi nzima hii ina migogoro na serikali haiwezi kaimaliza kwa siku moja. Je, wao kwa nini wametoka huko kwingine kote na kuacha migogoro hiyo na kufika katika wilaya yake ya Mwanga? Waandishi hao walimweleza misingi ya kazi yao, ikiwemo kuchukua taarifa na kubalance upande wa pili, huku akieleza kwamba kabla ya kufika ofisini kwake tayari walishawasiliana na mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro RC Babu kumweleza kwamba ikiwa watamkosa ofisini kwake mkuu wa wilaya Rukia, basi wangeomba awape ushirikiano kukamilisha taarifa yao. Mkuu huyo wa wilaya hapo akacharuka na kusema kwamba kwa hiyo mmenishtaki kwa mkuu wa mkoa, kwani hapa ni Kilimanjaro? Hamfahamu kwamba hapa ni Mwanga? Hichi ni kipande changu, hapa sio Kilimanjaro. Kama kulikopo kuna umuhimu wa yeye kuwepo hapa Mwanga, basi angekuwa mkuu wa wilaya ya Mwanga na sio mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro. Waandishi hao wa habari wakamwambia, sisi tunachokihitaji hayo aliyozungumza tuyaweke kwenye record, tutoe vifaa tu rekodi ili tu tumekamilisha taarifa yetu, hasa hiyo ya kukiri kwamba kuna mgogoro na serikali hatua ambazo imechukua. Mkuu huyo wa wilaya alieleza kwamba mgogoro upo na ipo mingi na wao hawajashindwa kutatua na wataendelea kutatua na hayupo tayari kurekodiwa, hivyo waandishi hao wa habari waondoke. Akanyoosha mkono mjumbe wa kikao hicho cha kamati ya usalama ambaye ni mkuu wa magereza katika wilaya ya Mwanga na kusema kwamba hawa ni watuhumiwa na ni wahalifu, wanapaswa kuwekwa ndani kidogo. Wale waandishi wa habari kwa ujasiri wakasema, tupo hapa kwa ajili ya kutekeleza majukumu yetu na hatujavunja sheria yoyote, na ikiwa mnaona kwamba sisi tumevunja sheria, basi mtukamate na mtufikishe mahakamani. Kutukamata na kutuachia, tukitoka tutawashtaki ili mtulipe gharama za usumbufu mtakaokuwa mmeufanya. Baada ya kusema hivyo pakawa kimya kidogo. Mwenyekiti wa kikao hicho ambaye ni mkuu wa wilaya ya Mwanga akasema, mimi sijasema mkamato, nimesema muondoke. Basi wale waandishi wakaondoka ili kuepusha shari. Siku ya leo wakati taarifa hii tunaiandaa na kuikamilisha, taarifa zinaelezwa kwamba hali si shwari katika vijiji hivyo viwili. Wananchi ambao wanadhaniwa kwamba walikuwa wakiwasiliana na waandishi wa habari wameanza kusakwa, na baadhi ya wale ambao wanahisiwa walizungumza pia na waandishi wa habari kwa agizo la mkuu wa wilaya, inaelezwa kwamba wanaitwa na mkuu wa kituo cha polisi katika wilaya ya Mwanga. Jana maana nasikia sasa nimepigiwa simu hapa. OCD ananihitaji. Mimi nadhani sasa sijajua kwamba mlio wahoji na kilichotokea wanataka kunihoji nini, lakini wanaamini kwamba mimi ndiye niliyeita waandishi wa habari. Hapa kosa langu ni nini kisheria? Kwanza unielekeze. Wewe waambiwa na kijiji wowote watakaoitwa polisi, kuita mwandishi wa habari sio kosa, na huyo polisi atakayeenda kuwahoji kwa nini mmeita waandishi wa habari atakuwa ni polisi wa ajabu kuwahi kutokea, kwa sababu kuita mwandishi wa habari sio kosa duniani sehemu yoyote. Kwa hiyo nyinyi kaeni kwa amani, nenda na mtu, kama watakukamata watuambie, sisi tutapaza tu sauti kwamba kuna wana kijiji wamekamatwa. Acho kuita mwandishi sio kosa, ni haki ya kikatiba ambayo inampa uhuru wa mtu kutoa maoni. Maoni hayajainishwa kwamba atoe maoni kupitia chombo cha habari ama atoe maoni akiwa kwenye mkutano wa hadhara. Maoni ni maoni tu, uhuru wa kutoa maoni yako na uhuru wa kusikilizwa. Tunajaribu kumtafuta kwa njia ya simu mkuu wa wilaya ya Mwanga kuthibitisha hicho ambacho kimeelezwa na wananchi hao, lakini simu yake imeita bila kupokelewa, na juhudi za kuendelea kufuatilia sakata hili zinaendelea.
Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas, na huu ni mwanzo tu wa kufuatilia sakata hili la mgogoro kati ya hivyo vijiji viwili pamoja na mamlaka hiyo ya kiserikali. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.